Katika tabu iliyotukuta tumeweza kuokoa maisha ya watu wote waliokuwepo hapa. Leo tusingekuwa na ukaaji huu kama hata maisha ya mtu mmoja ilikuwa yamepotea. Ilikuwa ni huzuni kubwa, lakini tumepata huzuni kwa maana ya kuharibikiwa miundombinu. Lakini walimu wetu, walezi wetu, watoto wetu wako salama. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Huu ni uwekezaji binafsi, lakini unagusa maisha yetu yote, lakini unagusa katika namna ambayo inatupa sifa njema halmashauri, wilaya na hatimaye mkoa. Kwa hiyo sio jambo dogo. Lakini nimekuja pia kumpa pole Mheshimiwa baba yangu, Baba Askofu Mkuu Mapunda na timu nzima ya uongozi wa Kanisa Katoliki kwa janga hili kubwa ambalo limeweza kutokea katika eneo hili hapa. Pamoja na kwamba nina kamati ipo hapa inafanya kazi, lakini na mimi mwenyewe kwa nafasi yangu naweza nikaja nikadokoa 1, 2, 3 tukaja kushare na kamati ili tuweze kuona tunatafutaje mwarobaini wa kudumu matatizo kama haya yasiweze kututokea. Lakini napata nguvu zaidi baada ya kuona watoto wako eneo salama. Kwa hiyo sisi tumebakiza kazi moja ya kutafuta visababishi, lakini urejeshaji wa eneo hili ili watoto wetu waweze kupata elimu kama walipokuwa wamezoea. Bweni haya mawili au majengo haya mawili yameteketea kabisa. Yaani ukiangalia kuta zile zilipopasuka, hakuna namna ya kusema pale utafanya kitu. Tutashauriana na Baba Askofu tuone namna gani kwa haraka tunaweza tukaunganisha nguvu, serikali, kanisa, wananchi mmoja mmoja, ili haya majengo yaweze kurudishiwa kama yalivyokuwa mwanzo, ili watoto wetu waendelee kupata elimu. Kwa hiyo na sisi tukasema leo tuje, Mheshimiwa Mwenyekiti, tuhakikishe tumebeba kitu kadogo. Haka nikakuanzia, lakini kazi kubwa inatusubiri na tutaifanya wote kuhakikisha kwamba hii changamoto hapa inatoweka. Kwanza nimshukuru sana Mheshimiwa Mbunge na ofisi ya Mheshimiwa Mbunge. Kupitia ofisi yake leo ameweza kunisindikiza na magodoro 25. Lakini na sisi pale mkoani tukasema, Mheshimiwa Mwenyekiti, tubebe chochote kidogo. Kwa hiyo tukawa tumefikiri watoto bado wako hapa, lakini huko aliko wanaweza wakapelekewa. Tuliweza kununua pia magodoro 10 kuongeza yale ya Mheshimiwa Mbunge, lakini tukasema tuje na mchele kilo 200, tukasema tuje na sukari kilo 100, tukasema tuje na mafuta lita 40, lakini tukasema tulete mashuka kwa ajili ya watoto na tulete sabuni. Lakini kubwa nilikuja kutoa pole, lakini baada ya kutoa pole sasa kuona ni namna gani tunarejesha yale majengo. Jeshi la Zimamoto, kwanza umewapongeza na washukuru sana. Lakini pongezi hizi za dhati kabisa zimwendee Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Alipotuletea yale magari tuliona kama ni seremoni tu, lakini leo tumeona ndani ya muda mfupi magari yale na mitambo imeendelea kutuokolea maisha. Lakini tunawapongeza jeshi letu la Zimamoto, muda wote walikuwa tayari. Baada ya kupata vitendea kazi wamekuwa tayari zaidi. Fikiria, nilikuwa nasoma ile ratiba tangia wamepata taarifa mpaka wamefika huku na wameshiriki kwa siku zote 2, na mimi napenda niwapongeze. Hakuna visingizio. Walifika tu wakafanya kile ambacho walitakiwa kufanya. Lakini wana program sasa hivi. Wanafundisha vijana kutoka maeneo yote kuwa tayari kwa ajili ya kukabiliana na majanga, kwa kutambua bado wao ni wachache. Kwa hiyo sasa hivi ni high time kuweza kuipeleka ile program kila kata. Angalau tuwe na vijana wa kutosha waliopata ile elimu ya kukabiliana na majanga. Wakiunganika huku na polisi kata anawasimamia wakishapata yale mafunzo, yani inaweza kutusaidia zaidi hata kabla yale magari hayajafanya nini? Hayajafika. Kwa hiyo wakati nimeenda kuwatembelea na kupokea yale magari, walinionyesha na nilikuta vijana wako pale. Sasa tutashirikiana na halmashauri zetu kuhakikisha kila halmashauri itoe vijana kwenye kata ili waweze kupata yale mafunzo, wawe tayari katika kukabiliana na majanga ambayo yametukabili. Lazima huo uwekezaji ufanye nini? Uendelee. Kwa sababu tunataka kila mtoto wa Tanzania katika kila kona aweze kupata elimu iliyo bora. Hii ndio sehemu kuu ambayo ilipata moto na majengo mawili yakaungua kwa muda tofauti, moja siku ya Alhamisi na nyingine siku ya Jumapili. Lakini kwa dhati pia nawapa pole sana askofu wa kanisa hili la Katoliki, Askofu Mapunda pamoja na Rector Wilka. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kwa maelekezo yako nielekeza kutengeneza timu ya kuhakikisha kwamba tunafanya uchunguzi ili kuweza kujua nini kimetokea katika eneo hili.
Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, taarifa tayari tulitengeneza timu kupitia kamati yetu ya usalama, na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kupitia kamati ya usalama wa wilaya tumechagua wataalamu wazuri wabobezi katika mambo ya uchunguzi. Wako saba na kazi imeshaanza. Taarifa itakamilika na tutakuletea wewe Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kwa ajili ya maelekezo yanayofuatia. Watoto walipiga kelele kama kuna moto. Aina ya moto ulivyowaka siku ya kwanza, jengo la kwanza na jengo la pili, aina ni ile moto unaonekana unaanzia kwenye godoro. Baada ya muda mfupi, wafanyakazi humu ndani walishaanza jitihada za kuokoa vile ambavyo vilikuwepo ndani, na mimi niliwakuta wanatoa masofa, friji na kadhalika, vile ambavyo vinapatikana kwenye dining ya mapadri, na tulifanikiwa kuvitoa vyote, na bweni linalofuata vile vile walifanikiwa kutoa asilimia kubwa ya vitu, isipokuwa labda matranka mawili na vitanda, ila vingine vilitoka. Fadha ambaye alienda mtaani kwa ajili ya kutafuta mahitaji ya mlezi mmoja, mwanafunzi wa upaji frateli, ambaye chumba chake pia kiliungua, kiliteketea, na alifanikiwa tu kutoa kanzu na suruali moja. Pia kwenye vile vyumba viwili vya mapadri pia walifanikiwa kutoa vitu vyote, isipokuwa sasa mabweni mawili haya makubwa ndio ambayo vitu vyake vyote viliteketea.